Huko unasikiliza Baraka One TV na tupo tarehe 22 na za mwezi wa 3 za mwezi wa 6 2025 majira ni saa 6. So tutakuwa tumechelewa kidogo kutokana na harakati ambazo zilifanyika, kwa hiyo tukashindwa kurusha hata matangazo ya asubuhi. Unaona? So baada ya kushindwa kurusha matangazo ya asubuhi ni kutokana na sababu za kishughuli, ndio maana hata pia saa 6 tulikuwa tumechelewa, lakini ni B1 TV ambayo unasikiliza na tutakuwa tuna mambo ya kuzungumza. Muhoozi Kainerugaba, mtoto wa Yoweri Museveni, baada ya kutoka Kinshasa ameweza tena kuwatukana wazalendo na kudhalilisha jeshi la FARDC, huku akisema kwamba wazalendo wako wanawatesa watu wao mipakani mwa nchi yao, kwa hiyo atakuja kuwatwanga wazalendo. Na pili, Rwanda wamepiga marufuku kutoa pesa za kigeni, na hivyo kila mtu ambaye atakuwa na haja ya kutoa pesa, hamna kutoa pesa za kigeni, pesa zote zinatoka ni kwa pesa za Rwanda. Na DRC imekwenda kujishindia katika mbio za kimataifa za diplomasia, huku Wanyarwanda na wale wote ambao wako upande wa M23 kulazimika kuweza kuondoka nchini, na hivyo kuachia nafasi serikali kuweza kuchukua kile ambacho inaweza kuchukua kwa ajili ya kuendeleza kudumisha amani pamoja na ushirikiano. Nafikiri operation yetu Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na wote ambao wanahitaji kuungana na hii wanaweza kutumia namba ambazo wako naziona. Na pia harakati za kumzika Generali Rukumeta zimeahirishwa, zitakuwa siku ya 4. Ilitakiwa zifanyike leo, lakini pia zimeahirishwa, kwa hiyo itakuwa ni siku ya 4. Na tutakuwepo pale kwa ajili ya kuona ni nini tutafanya kwa ajili ya kuweza kurusha matangazo siku hiyo ya 4. Tukianza na hili swala la Muhoozi Kainerugaba, mtoto wa Yoweri Museveni, alikwenda Kinshasa ili kujaribu kureconciliate kati ya DRC pamoja na Uganda, na mara mingi alikuwa akijaribu kuzalilisha jeshi la FARDC na pia akilizungumza vibaya FARDC. Kuna wakati wale kuzungumza kwamba anawapa masaa 24 FARDC ambao wako Kisangani, ambao wako Bunia, Ituri, kuweza kuweka silaha chini, la sivyo ataingia yeye na majeshi yake na kuwatwanga FARDC na kupita na chukua Ituri. Baadaye pia akazungumza tena kwamba anataka kuichukua Kisangani. Baadaye pia tena akasema kwamba yeye licha kwamba tunashirikiana na UPDF na FARDC, kwamba UPDF haitapigana na M23 endapo watavamia Kisangani ama kuvamia Ituri. Kwa hiyo amekuwa akitupa maneno ya kashfa yasiyokuwa na nidhamu kwa serikali ya Kongo pamoja na FARDC, lakini huku serikali ya Kongo ikiwa inaweka mipaka ya kutokujibizana naye, kwa sababu yeye ni mtoto wa Yoweri Museveni, mtoto wa rais wa Uganda, na pia ndiye kamanda mkuu wa majeshi ya Uganda. Sasa ujio wake Kinshasa, kulikuwa kuna vitu viwili vikubwa. Kimoja ilikuwa ni cooperation military between UPDF na FARDC, na cha pili ilikuwa ni jinsi ya kutengeneza miundombinu ya barabara Kasindi, Beni, Butembo kufika mpaka Uganda. Na nafikiri pia hili swala waliwahi kulizungumza wakati Rais Felix alienda Uganda na akaongea na Museveni. Kauli yake kubwa ambayo alisemaga ni kwamba naona ndani yako mna hekima na tumia hekima yako kuweza kutatua mgogoro ambao tuko nao sasa hivi Kongo, Uganda pamoja na Rwanda, na natumaini kwamba kwako kutakuja majibu mazuri. Ni kipindi hicho rais alivyoenda Uganda, na ndio hicho ambacho pia mwanae alikuja kusisitiza ili kuona kwamba tunaweza kulikaza hili swala ili tuweze kulikamilisha, na Kongo na Uganda waweze kuwa na ushirikiano mzuri. Na hilo swala lingine ni swala la military cooperation kati ya UPDF pamoja na FARDC. Kuna mchakato ambao uko unafanyika Ituri kupitia Operation Shujaa. Operation Shujaa ni military cooperation between UPDF na FARDC, ambao lengo kubwa ni kuwa track ADF
ADF ni magaidi ambao walitokaga Uganda na wanaweka makazi yao wa Kongo. Kuna mmoja wako Beni, wengine wako maeneo mbalimbali ya mkoa wa Ituri. Kwa hiyo wao wawili wanapigana kwa ajili ya kuweza kuwapiga ADF. Na hiyo hayo maswala ndio yanafanya Kongo na UPDF wanakuwa wako pamoja. Lakini hili swala litakuwa linawakera wakongomani wengi. Wengi hawataki kuona UPDF na FARDC wanashirikiana. Wengi wataki kuona Kongo na Uganda wanashirikiana kwa sababu wanaamini kwamba Uganda iko nyuma ya M23 na Uganda wanashirikiana na Rwanda, Somalia, Kenya na nchi zingine za Nilotics kwa ajili ya kuiwekea vikwazo na kuzidi kusumbua amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa baada tu ya kuondoka kurudi Uganda, kupitia ukurasa wake wa X aliandika kwamba yeye yuko tayari kuwakunguta wazalendo kwa sababu wako wakunguta ndugu zao ambao wapo mipakani mwa Kongo pamoja na Uganda. Unasikia? Sasa tunajiuliza kwamba alikuja Kinshasa, tukampokea vizuri, akaongea na rais, akaongea na makamanda wengine wa jeshi, akapewa huduma yote ambayo anastahili kupata, heshima zote ambazo anafaa kupata, lakini kurudi kwao tena anaanza kutupa matusi ambayo alikuwa anayatupa. Na unaposema kwamba utawapiga wazalendo, unakuwa uko na maanisha kitu gani? Wakati wazalendo ni jeshi ambalo linasapotiwa na serikali. Kwa mantikio kwamba ukisema utapiga wazalendo, donke utapigana na FARDC. Na ndio ile ambayo wengi wanamwambiaga kwamba kama unataka kupigana ni vema wewe mwenyewe uje frontline. Acha kutuma watoto wa wenzenu waje waishie kuwa mbolea. Wewe mtoto mwenyewe wa Yoweri Museveni njoo ili uweze kuonesha kwamba kweli wewe ni mwanaume, njoo kutanane na wanaume wengine. Ushelewa? Kwa hiyo hii kauli pia imeweza kuwakera sana wakongomani na hawana imani kabisa na mtoto wa Museveni ambaye ni Kainerugaba. Na kwa upande wa wazalendo wao wameweza kumwitikia na kumwambia kwamba kama unahitaji kupigana na wazalendo na kama unataka kuwapiga wazalendo, basi karibu, kwa sababu wamekuja watu kama nyinyi ambao wanajionyesha kuwa na uwezo wa kutongana na waza, lakini mwisho siku wakaishia pabaya. Na siwazii kama jeshi la Uganda linaweza kawa lina kiburi kushinda jeshi la Rwanda. Siwazii, kwa sababu ukimchukulia Mganda na Mnyarwanda, jeshi ambalo linaweza likawa kidogo liko strong ni la Rwanda. Unaona? Ni la Rwanda, RDF. Na RDF kile ambacho wako wanakipata, nafikiri hawako wanasahau kitu. Wako wanakutanana na kile ambacho wanastahili kupata. Sasa UPDF wao, na kama wanataka kuja kupigana na wazalendo, basi wanakaribishwa. Kama hii operation yao Shujaa ambao wako wanaifanya Ituri, wako wanashindwa tu kwa track wa IDF nalo. Je, wataweza kwa track wazalendo? Ni kitu ambacho kiko kina confuse watu. Lakini kwa upande mwingine diplomasia inakuwa inaenda hivyo Kongo na Uganda, na mwisho siku tutakuja kuona majibu ya serikali ya DRC ambayo itatoa kuhusiana na kauli hizi za Muhoozi Kainerugaba, mtoto wa Museveni, ambaye amewatolea machavu wazalendo. Ukiachana na hili swala, upo katika habari pamoja na maelezo kutoka B1 TV. Swala la pili ni kuhusiana na Rwanda. Serikali ya Rwanda imefikia hatua ambayo wanakataa kabisa kutumia pesa za kigeni kwa sababu hawazipati tena, na ni akiba ambayo ikiisha na uchumi wa nchi pia unatokomea. Kwa hiyo wamepiga marufuku hakuna kutumia pesa za kigeni. Hapa namaanisha ambazo ziko currency ambazo ziko sana ni euro pamoja na dola. Na tukichukulia pia rand kidogo na nini nyingine. Hizo pesa aina tatu ndizo ambazo ziko zinatumika sana Kigali. Sasa serikali ya Kigali imeweza kupiga marufuku kutumia pesa za kigeni. Ina maana ikiwa unakwenda kutoa pesa zako banki, hiyo kwamba umezifungua kwa account ya dola na unakwenda kutoa dola, hautatoa dola, utazitoa kwa marundi. Kuna ni kwa Manyarwanda, na unazitoa kwa bei ambayo banki imeweka. Hiyo yote ni kujaribu kulinda uchumi usizidi kupotea kulingana
jinsi sanction ambazo wamezipata, pesa Kigali imekuwa ni ngumu. Nimeongea na watu wengi wa Rwanda na wanatoa ushuhuda kwamba Rwanda maisha yamebadilika. Rwanda maisha yamekuwa ni magumu, watu wanateseka. Unaona? Watu wanateseka, wanahangaika, hakuna kinachoendelea. So hayo ni mmoja kati ya vitu ambavyo Kongo imeweza kushinda kidiplomasia. Na ndio tunaona kwamba diplomasia ya Kongo inazidi kuimarika. Na kuimarika kwake kunafanya Kongo irudi katika standard ya kimataifa, tofauti na jinsi ilivyokuwa hapo awali. Unaona, baada ya utawala wa alikuepo Hippolyte Kanambe, Kazemberere, Aliasi, sijui nani, Joseph Kabila, nini, Kongo ilikuwa imetengwa kimataifa. Kongo ilikuwa imepoteza heshima kabisa. Lakini kwa sasa hivi angalau ile heshima ya DRC iko inaenda inajirudia, iko inaenda inaonekana kulingana na serikali ya sasa hivi jinsi imerudisha system na kuweka kwenye uwanja wa kimataifa. Mkataba ambao Marekani na Kongo wa madini wanaotakiwa kusaini tarehe 27 za huu mwezi ungefanyika tarehe zilizopita, lakini serikali ya Marekani kutokana na ratiba ikapangilia mwezi wa 6 tarehe 27. Ndiko tunakwenda kusaini mkataba rasmi kati ya Kongo na Marekani, na huku pia Rwanda ikilazimika kufuata jinsi matakwa yanavyosema. Tayari expert wa pande zote mbili, na maanisha wa Kongo pamoja na wa Rwanda, walikutana kuanzia wiki zilizopita, na pia leo walikutana pia Washington. Leo tarehe 23 pia walikutana Washington na wakajadili ile mipangilio ya awali na wakakubaliana hiyo tarehe 27 ndio waende wamalizie sasa na wafanye pia announcement ya dini ambacho kimesainiwa. Lakini katika yote ni kwamba serikali ya Kigali inatakiwa iondoe majeshi yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ni point ya kwanza. Serikali ya Kigali, point ya pili, inabidi iache support yoyote ile kwa magaidi wa M23. Kwa maana hiyo Wanyarwanda wote watarudi kwao. Wale ambao ni Wakongomani ambao wako ndani ya M23 wote watakusanywa kwa pamoja na wanakwenda kuwekwa kwenye kambi moja. Watakaa pale, watakuwa hawana bunduki, watakuwa hawana chochote. Pale wataingizwa katika system ya PDDRCS. Wakiingia kwa mfumo wa PDDRCS, wanavuliwa ule uhusika wa kuwa sijui ni wahasi, magaidi, kisha wale ambao walifanya makosa ya kihalifu wale moja kwa moja wanapelekwa mahakamani. Mahakama inawashughulikia. Sasa hivi hakuna tena ile kusema kwamba mtu amefanya makosa, amefanya mambo ya ajabu kisha aachiwe tu huru. Hapana. Yeyote ambaye alihusika katika mauaji, katika ubakaji, katika wizi, katika nini, wale wote watashughulikiwa. Na ndio hivyo pia kupitia ripoti ya president wa haki za binadamu katika Baraza la Umoja wa Mataifa aliweza kuzungumzia hili swala kwamba pande zote mbili zimefanya makosa ya kiuhalifu, makosa ya kibinadamu, na bado wanaendelea kuchunguza. Ripoti kamili itakuja mwezi wa 9 ambako watasema fulani na fulani na fulani na fulani walifanya hivi na hivi na hivi na hivi, na kwa hiyo wanastahili kuweza kuhukumiwa, na moja kwa moja CPI itaweza kutoa mandat d'arrêt international na watakamatwa na watapelekwa rumande. Hizi ni habari ambazo zinakujia sasa hivi ikiwa ni mchana, licha ya kwamba tumepotea kidogo ni kulingana na harakati. So hii ni Baraka One TV ambayo uko nasikiliza. Usikose kushare pia na kusubscribe na Baraka One TV, kulike na mambo mengine, ndio unakuwa mtu wa kwanza kuwa unapata matangazo yetu ya kila wakati. Nafikiri siku ya Alhamisi, siku ya 4 ndio ambako tutamzika General Rukumeta. Na kama kawaida mambo yakibadilika tena pia nitawaambia kwamba mambo yamechange, kwa hiyo tukutanane pia wakati mwingine. Yote inawezekana. Lakini kwa programu ambayo niko nayo ni kwamba siku ya 4 ndo mazishi yatakwenda kufanyika. Kwa hiyo watoto wote wa Uvira, wa Sud Kivu, wa Nord Kivu na wapi wote tuungane kwa pamoja ili tuende tumhifadhi General. Baada ya kipindi hichi, kipindi kinachofuata tutazungumza kuhusiana na hali ambayo iko inaendelea Goma. M23 jinsi wako wanaingia kwenye maduka ya watu kuiba mchana kweupe, na wizi ambao wako wanafanya ni wakutisha, mpaka wananchi wa Goma wanaanza kukimbia Goma, wanamia upande mwingine.
na wananchi wa Goma wanateseka pia kwa njaa. Yote haya tutaongea baada ya kipindi hiki. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP, na hii ni B1 TV.